Bado nikiwa hapa nasikia sauti zingine zinauliza kwani ilikuwa nini lakini. Na ibura mariogi munaze nena hakunya kwa nini lakini. Ngikiale ilikuwa vile mliona. Na wayale ndio mnaona. Lakini wewe sio katambua rais. Doko na aura rais hiyo. Kuna siku mwizi akikamatwa akifungwa kwamba atasema yeye mwizi. Ituko ndilo ekero mwizi awati awita baba yale mwizi. Atasema kusema kwa nini ni mwizi. Lazima ajitetee kwanza. Muikale ile na nitangani. Kwenda kukubali wakati ameona moto sasa umefika karibu anataka kuchoma. Ota kuanjana na nekera wala masabu ya renti bwana uko sawa. Lakini bado baada ya hapo kuna kusaidiwa. Na maana yangu kwa nyumbaro. Tunataka kusaidia watoto wetu. Ni kwa nini tunafanya wana wetu? Maana mara nyingi kupitia vitu kama hivi tina chini ndio wote ndio mlevyo. Mambo kama haya yanachanganisha hata familia. Kama ni ile kwa kanuni ti family. Amina. Amen. Ikaya rominati neme ikemebe onye to amanyanga rominati niki. Maro ya madebo woshpa ni mabaya sana kama hujaelewa hayo maro vizuri. Kwa baraka hiyo montaje kilo ramanye. Ya kuwa hakuna alama yoyote mtu amewekewa ya kwamba utaweza kumgundua yeye ni nani. Ndio bwana ile. Amen. Nataka tuanze kujifunza juu ya maajabu ya mwili wa Yesu. Tutakuwa haraka wa yeye kone ndio Kristo. Kama unaandika, wale wokolika, naandika maajabu ya mwili wa Yesu. Eli kone ndio Kristo. Kama maajabu juu ya mwili wa Kristo. Wasemi kone ndio Kristo. Hebu Wakorintho ya kwanza 11 tuanzie mstari wa 23. Tusome kitabu cha Wakorintho. Jana ni 11 tuchake emerongebele na isano ile. Emerongebele na isano. Wakorintho wa kwanza mstari wa 11 tuanzie 23. Biblia inasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Niendelea. Kisi na kinje kanyora kwa somo nene aya na baile yune. Nga kama nene Yesu obachukoria arwete akabokoli umugati gakolire kwene ne bihambi yamano akayosamu nyora akabora oyo noro muberone oruru asengejiwaino oraiga asoko miniraije naboiga akabokoli kombe nyuma yokoria akabora egekombe kenoko watano kuya asamanyikane koraiga kero mogo kenwera na ase okominyora nje. Wapendwa, tumefika fasi 26. Yule ambao unasoma nasi tumefika fasi 26. Waikile emerongile na sana yamo waitanda kusoma naye. Ikiwa leo tunajiandaa katika hali ya kula mwili wa Yesu, ama kushiriki kikombe cha damu, maandiko yanasema ya kwamba tunaposhiriki mwili wa Yesu ama kikombe cha damu, ni njia moja ya kutangaza mauti ya Yesu. Zaidi ya yote, hatushiriki mwili wa Yesu kwa sababu ya kushiriki. Hatushiriki kwa sababu ya kawaida kwamba makanisa yanashiriki kikombe cha damu ama kula mwili wa Yesu. Lakini tunaposhiriki, kuna sababu pia inafanya tunashiriki.
Kitu cha kwanza tunaposhiriki kikombe cha damu ni kutangaza mauti ya Yesu. Mara nyingine tena tunaposhiriki jinsi Yesu alivyo, ama alikuwa anakaa pasipo na magonjwa, basi nasi tunaposhiriki damu ya Yesu, maana damu ni yake, lazima tumfanane. Kila ambaye hakikuwa ndani ya Yesu, hata sisi hakitakikani kuwa ndani yetu na hakitaweza kukua ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama tuko pamoja. Kila ambaye hakikuwa kinamweza Yesu, hata sisi wenyewe tunaposhiriki mwili wa Yesu, kila ambaye hakikuwa kinaweza Yesu, hata sisi hakitatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa ambaye linakaa pasipo na kushiriki mwili wa Yesu, hiyo kuna question hapo, kwa sababu ni njia moja ya kumkumbuka kila mara. Maana damu ya Yesu, Biblia inasema damu ya Yesu, kuna uhai ndani ya damu. Tunaposhiriki mahali tulikuwa tumefifia, tunakuwa hai katika hali ya kiroho, katika hali ya kimagonjwa. Tunapokula mwili wa Yesu tunakuwa hai, ile udhaifu wa mwili unaondoka, alafu tunapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kushiriki meza ya Bwana ama kikombe cha damu ukuli bure, tunakula kwa sababu tunabaki kuwa hai, na wengine ambaye hawako hai katika hali ya kiroho wanarudishwa kuwa hai. Lakini Biblia inasema tukikula, tukiendelea kusoma hapo, maandiko yanasema tunaposhiriki vile haitakikani, tunakuwa na udhaifu wote, tunakuwa miili yetu hata hatufai, na hata pia hatunakuanga na ufahamu, hatukuangi na ufahamu. Tunapokula ama tunaposhiriki vile haitakikani. Unajua kuna watu wengine anaona hata nikishiriki hivyo ili watu wasione ya kwamba sijakaa bila kushiriki, lakini anashiriki vile haitakikani, anaendelea kujiongezea shida kati yake. Kwa hivyo mwili wa Yesu sio kitu ambaye tunachezea, ni kitu ambaye tunajipanga katika hali ya kiroho, na ukishiriki kwa imani, kuna vile magonjwa yanayokusumbua yanatoweka katika jina la Yesu. Wengi wameshiriki, baadaye anakuja anashuhudia, anasema nilikuwa ABCD karibu miaka miwili, lakini nimesikia nimefunguliwa. Amina. Mtaiwana hili. Tusome kitabu cha Walawi. Leviticus 17:11. 11 peke yake. Kitabu cha Walawi 17 mstari wa 11. Tuende pole pole, maana ninajua nikianza watu wengi hatuanzi na wao. Wengine wanakuja kushikilia katikati.
Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Amen. Kikisi aba moyo wake na mubere nigobore imehasa manyinga na abaina manyinga moya nyorokererie ansege sasimiro akore okubwatanibwa ase oba moyo waimu amanyinga naro abokora okubwatanibwa tekiagera oba moyo bore imeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana wakati tunaposema ya kwamba nimetangaza damu ya Yesu, tunaomba tukisema ya kwamba nimetangaza damu ya Yesu inaenea uzima. Umesikia maandiko yamesema ya kwamba kuna uhai ndani ya damu ya Yesu. Inamaanisha tukishiriki meza ya Bwana ama kikombe cha damu, kuna uhai ndani yetu. Maana neno la Bwana ni ndio tena amina. Hilo neno halidanganyi. Ya kwamba kuna uzima ndani ya damu ya Yesu. Vile tutashiriki damu ya Yesu, tutakuwa na uhai ndani yetu. Amina. Na wale na kokima imbele yao ekera kuwashiriki nene kwamba tia maninga ako moyo ni wako baraende imeyo kikokwao. Hata ikiwa haukuwa na uhai, wakati unashirika mwili na damu ya Yesu, unakuwa na uhai ndani yako. Ituana komanana abantu bale bakutana na wao tena ni akatana moyo, lakini ni akatana hata ni moyo ingekera kuwa shiriki ile kombe kia maninga ekera kuwa yule kombe kia maninga Yesu wala moyo ipaima maninga Yesu. Amen. Kuna watu ambao tunatembea tunajiona tuko hai, lakini kumbe tumekufa kiroho. Lakini tunapopokea mwili wa Kristo na damu ya Yesu, tunapokea uhai ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna magonjwa ambayo yanatuandaa Ama wewe na roho anakuandaa. ukienda hata hospitali hayasikii madawa, Na wewe na nilala kama wewe alikuwa lakini kwa sababu kuna uhai ndani ya damu, lakini nasi ndio moyo kwa sana nini? ukishiriki kikombe cha Yesu, kikombe cha damu, hiyo ugonjwa ambaye hausikii madawa, damu ya Yesu inaoza na inasafisha, tunapatia tukiwa hai tena. Amina. Ndio kule Tuko pamoja kwa kama nina Yesu, hii damu ya Yesu. kama tumo moyo, Iko na uhai. kama nina Yesu, Damu ya Yesu ninapokuwa kama moyo. ya inanena uhai. Yes, ama. Amen. Ama ndio wanarokunywa lakini mwili mtalikonyegeka. Kuna madawa unaweza ukatumika lakini ugonjwa hausomi. Lakini kama ushiriki kikombe cha maninga Yesu, Lakini wakati unashiriki damu ya Yesu, iwe kunywa wana mawili atenda kunaka siri na maninga Yesu. Ikitaka mani ya kakombe chimu na maninga Yesu na kwa moyo. unapata ya kwamba yale magonjwa kupitia mwili wa damu ya Yesu, hayo magonjwa yanayeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nguvu katika hali ya damu ya Yesu. Niko na ushuhuda kidogo ambaye nakushuhudia nikiendelea kukufunza ni kwa nini ama kuna umuhimu gani tunaposhiriki meza ya Bwana. Sasa kuna umuhimu gani tunapokula mwili wa Yesu? Unajua lazima tujue ya kwamba ni umuhimu gani ambao unaonekana wakati tunapokula mwili wa Yesu ama tunaposhiriki meza ya Bwana. Ni umuhimu gani? Kristo na maninga Yesu. Iko kinyendete kwa anga, kinyendete kwa wero ushliba melo.
kitu utapokea. Toko genda naye mora uchikopokea ile tokera uchikonyora. Usipopuuza kuna kitu utapata. Utakuwa na kitu kile ile tokera uchikonyora. Kuna vitu vingine ukipimo hospitali. Hivi ndio vingine ndio ni vitali. Havionekani. Vilikorekana. Lakini bado unateseka. Bado unaenda kwa utani. Wakileta daktari wakileta waoni shida. Maziri anasema hakuna kitu. Ama shina talanga mchando tulio. Lakini ukishiriki kikombe cha damu ya Yesu, konyora ile kombe kia majinga Yesu, hiyo shida ile kuangaiza inayeyuka kama mshumaa. Mchando yuko tena uikoni waraka. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa siku ya Jumanne. Ya ile vitu kwa ile chikabele. Na mimi ni Jumanne kama sitasahau. Mimi nyoretanga Jumanne ndega. Kuna yule kijana ambaye tuliombea hapa aliletwa bila kuona. Kama mwananaro ulikuwa sabele tena ulioleta tu tale kwa. Ako wapi? Amekuja yoni. Hebu salimia kanisa hivi. Wani aliye kanisa. Msalimie hivi. Kwa ni gangu. Amen. Kijana huyu Omo mroho wakati aliletwa chinga pia alizwe. Kimpeleka kwa choo. Leo kwa mwingine niombe. Anakanyaga ndani ya simu. Ako kwa tale kwa na kusimuochia sema wewe. Sababu alikuwa kiara tale kwa. Lakini kuna ndugu yake daktari. Mroho mwana wao ni daktari. Ambaye ni daktari wa maziga. Huyo roho ni daktari wa maziga. Yeye akasema, huyu my brother, mumroyo mito, hata kama umemwombea, na kweli tumeona ameona, kivi yenye achaona vizuri maandiko yale madogo. Lakini ile maandiko makubwa kama ile ya ukuta atakusomea. Na simu ndiyo atajua kuona kabisa apige peke yake. Lakini imagine kutoka mtu ambaye alikuwa anakanyaga anatupukia. Tunajua hata maandiko madogo anafanya nini? Ataona. Sasa ndugu yake akasema ilikuwa siku ya Jumanne. Kwanza kijana akaanza kuambia baba yake, nataka munipimie miwani nikaanza kuonea hata ile ya kusoma na kutembea sasa. Nikamwambia wewe ukienda hospitali hakuna miwani wewe utapewa. Macho yako wewe sana hayana shida. Wewe hiyo ni uchawi. Akasema lazima nitapata miwani. Jumanne wakampeleka hospitali. Kule Oasis. Kuna hospitali ya maaskari na walimu. Akaenda huko. Kijana akaanza kulengwa apewe miwani atengenezewe aende kuchukua. Walipompima, yani hakuna miwani ambayo alikuwa anaenda nayo. Hakuleta hata moja. Madaktari wakamwambia huyu macho yake sasa hakuna vile tutamsaidia, hakuna macho yako sawa. Sasa daktari mwingine akamwambia huyu daktari ndugu ya huyu, sasa mpeleke alengwe akili yake ubongo, one kama kuna shida ya ubongo. Na shilingi 13,000 tena wakapanga laini hapo. Niko na majibu hapa na tuko na madaktari hapa. Walipomuleta ubongo, daktari akawaambia sasa majibu ni kesho.
huyu daktari ndugu ya huyu akaenda kesho aende kuchukua majibu. Mamuromu abo akaenda kuoya majibu mambiaye. Wakapata katika ubongo hakuna shida hata kidogo. Akanyora solo na mtandao yoyo. Ndio akakuja kugundua sasa, hapo jalitika akauliza, mbona anakuitana akamenya kubolinga? Na kwa kweli antipasa hiyo naongea si, yani hatujapata shida yote juu ya huyu mtoto. Alo maana kusomea sana wako ndio ndio mtandao so mwanao. Madaktari wamemlenga wakanitumia hiyo majibu kwa WhatsApp. Ama nilitaka mambo pili bantu mimi majibu kwa WhatsApp. Hakuna shida hiyo. Mtandao hiyo naona yao. Lakini bado macho wana baada ya maisha ni masomo. Yaani maybe kwa vile nikadana. Ndio huyu mtoto akarudi na akasema anti, omwana yakaenda na katabanti, nisamee. Ngabele. Mimi nilikuwa nataka miwani ya kutembelea lakini sitapata. Miwani hata kitendo yako tayari kitaliwa. Sina shida yoyote. Hivyo alimochandoni. Sasa daktari akaenda na kuniuliza ni nini ilifanyika kwa huyu mtoto. Wameleta ile kando wewe na nini kijana kanisa somano. Kwenda nyumbani sasa kwao. Wana kutinga kando wewe. Maana alimpeleka sasa nyumbani ili kesho wamtie majibu. Ila mwite tabakarana ni mandi babo kila majibu. Sasa alipotoka kesho yake hospitali akikuja peke yake watu wanacheka. Yaani umeona? Wai! Akara nambia yao kama ndo waso wa tingu cheke no. Bakaza kubali na bakaza kwa sakana. Naye kwa hali ya ngakikwa kore. Ulifanya mpaka ukaona Ngakikwa kwa ukaona. mtu anakuja mbele yake anamsunguka anamuuliza unaniona? Mama ndio kama anamwambia hapo mimi naondoke. Kijana anamwambia ninakuona wewe ni sana. Nimevaa nguo gani? Mama mbona magari ngoro tayari na nyanga kimbele. Yaani wanataka kuhakikisha kabisa. Wengine wanamuona kwa uzuri, kwa furaha. Wengine ni wale ambao walifunga wakaweka X. Wakasema haitawezekana. Lakini wakapata inawezekana kwa imani na katika jina la Yesu. Abande mtaso uyaso kumenana. Orande kemani. Abande kariba musibete barakeza na karara koyo. Moneka kumina kila kilani alekana. Kwa sababu akili yake uko sawa. Ekiana mama yangu ya moyo. Macho yana shida. Maisha kama timotano. Wapendwa, Abaanzwa. kupitia damu ya Yesu Wetera kaninga Yesu. tunakuwa na uhai tena. Hadi shetani anakunyang'anya uhai katika jina la Yesu. Kupitia damu ya Yesu tunakuwa na uzima na uhai tena. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakupea wanafunzi wake meza ambaye haina umuhimu. Yesu mwenyewe aliandaa meza, akamwambia wanafunzi wake, ni wakati sasa mshiriki kikombe cha damu. Hii kikombe inamaanisha ya kwamba ndio inatangaza
Amen. Ukienda hospitali, kila wakati unaambiwa pressure. Unaambiwa sukari. Unaambiwa hii. Limoni kila wakati. Unasikia kitu kimekamata hapo. Unasikia shida hapo. Vitu kama hivi. Leo weka imani katika hali ya kushiriki damu ya Yesu. Mambo ya pressure yanyanyuke kama mshumaa, yachomeke, yashindwe katika jina la Yesu. Ni wewe upitie. Unaenda kushiriki meza ya Bwana. Unamsema tena. Ndani ya damu ya Yesu. Hatushiriki damu ya Yesu. Yaani kama hatuna umuhimu, tuna umuhimu wa kushiriki. Salimia mwenzako, mwambie shiriki damu ya Yesu. Mwanzo 4 tuanzie mstari wa 6, 7 na 8. Mwanzo 4 tuanzie mstari wa 6, 7 na 8. Nasema kwamba mstari wa 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali. Usipotenda vema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Amen. Kikisi naoma nene akawolia Kaini naseki akobanenda mwamu asoboshi bwawo bwayirulire kona akorebia abwanjene otakole tibia ebenigo bikoganere tegesie na bino nigo bikoganetie korendene kobweneretaye obibwe elio Kaini agatebia Abeli umwabo injo togende tibora ekarona ara woborabu Kaini akaimokera Abeli umwabo akamuita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile Kaini na Abeli walienda kwa uwanja, Una Kaini na Abeli watetesegeti. hapo ndipo Kaini aligeuza uso wake, Amuna Kaini njokete. akaharibu sura yake, Akafanyia kiemikiaye. yaani akasikia chuki Akatoa na mwana. kwa sababu ya sadaka ya Abeli, Asini chileke mwanzo kiake. akamuua Kaini. Akamuita Kaini. Biblia inasema Malikawa. hapo ndipo laana ya familia ilianzia, Hakuna hela ile familia atakete. ile ambayo inamwambiaga ya kwamba kila laana ya familia fujika ukiniachilia. Yuko na batanga kile kale ile familia. Tena mwake. Kuna laana ya familia ambayo inakusumbua. Ndio maana tunaomba tukisema achilia laana ya familia fujika ukiniachilia. Wakati Kaini alimuua Abeli, hiyo laana ikaanzia hapo mpaka leo hii. Hiyo laana inafanya kazi, lazima uvunje. Lakini nikihubiri hivyo pale nje, utapata kuna watu wanakupinga na anasema kule msalabani laana zote ziliisha. Ni sawa, maandiko yanasema hivi, lakini kama zote ziliisha, watu sasa hivi tukienda tena, ukianza kuangalia tukule machungwa tutamaliza. Watu wako hospitalini ambayo kuna laana za magonjwa sina wasumbua. Watu ukitembea hapo mpaka ufike robo na miguu, utapata mtu amevaa linganiza slippers ya redi na bluu, kichwa yake sio mzuri. Hiyo laana inatoka wapi? Kila laana ya familia vunjika ukiniachilia.
familia. Sema laana ya familia. Laana ya familia. Nasema kujika. Na achilia maisha yangu. Mwanzo 4 mstari wa 10 nasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanipigia kutoka katika ardhi. Amen. Kisi naenda manene akamotailia ingeze kwa kolile ndio ile majinga oyo mino ya ule asiliwa yani kingi Elio mino komina maneno kusoma wana ya kwanake ni kwema wasali kwa wasiliwa elio bia familia omomoye na kwa majinga oyo mino Kiswahili. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumepata uhai wa mtu unapatikana ndani ya damu ya Yesu. Au uhai wa mtu inakuwa ndani ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha ya kwamba nikichukua kikombe cha damu, sijui kama tuko pamoja. Nikichukua kikombe cha damu, amina. Amen. Naomba tuwe pamoja. Nikichukua kikombe cha damu, nimwage hapa. Tuseme nimwage kwa jikoni yangu. Nianze kutembea juu ya hiyo damu ya Yesu. Inamaanisha ninakanyaga damu ya Yesu. Ndio maana wakati tuko kanisani maombi tunaomba, tunasema tumetangaza damu ya Yesu Kristo kutoka huko juu kwa sasa mpaka chini. Wagonjwa wanapoteremka wanateremka wakikanyaga juu ya damu ya Yesu. Wanapata kufunguliwa kabla ya kuwekelea mikono. Unapata mtu anashuhudia, anasema mimi ni mmoja sikaangi masaa mawili, lakini vile nimekuja hapa nimekanyaga nimekaa masaa mengi na sijachoka. Ni kwa sababu gani? Tumekiri na kusema tumetangaza damu ya Yesu. Watu wanapoteremka wanateremka wakikanyaga juu ya damu ya Yesu. Nikichukua kikombe cha damu nikimwaga kwa jikoni yangu,
Akasema mambo mengi sana. Akaruti umorifio. Akasema wakati mtu ameokoka amekufa. Anatembea kama mwanzo wotoni tena kule. Maana watu wanatamani kumpata. Ai manyama na chini minati ni ngoba kama ni kwa sababu wale kama kwa manyo. Kupata mwili wake, mwili wa huyu mtu ambaye ameokoka sana. Wanaroho wale kwa mwanzo wotoni tena siku ya afya. Ili waanze kujitengenezea wewe na nguvu. Maana wanajua kuna nguvu katika utukufu wa Mungu. Kuna nguvu katika jina la Yesu. Anayemuokoa anapokea nguvu za Yesu. Ati urochino hata mwanzo kile. Na kile nataka kuelewa kwa hiyo mwanzo kwa afya. Amina. Amen. Tunaelewa. Abande basanga Wengine wamesha amanyinga Yesu. Damu ya Yesu Na bwate chini. iko na nguvu. Yesu anaku. Amen. Jina la Yesu. Jina Yesu Ndi bwate chini. liko na nguvu. Ekera amanyinga ya Yesu kwa nyanangiri. Wakati damu ya Yesu umeikiri, Chingu mchiro. kuna nguvu Nobo moyo. na kuna uhai. Na kijeko gera malikano teba kuchitororo. Ndio sababu maandiko yanasema kwamba tutaenda huko. Kwenda tora kwa malikano teba ina. Maandiko yanasema Ekera bana wa Israeli, ekera Abaisraeli bategete kurusi wa Misiri. wakati Waisraeli walikuwa wanataka kuondolewa Misri, Niko bate kiwe balake kero mu Israeli omenyete Misiri. Haka manyinga ayesa ase emerango. waliambiwa ya kwamba wapake damu kwa kila mlango kwa wale Waisraeli walikuwa wanaishi Misri. Ekero ko malaika olia gocha kuita ba Misiri, abana ba Misiri abatangi asa konyora manyinga yesa kile mirango. Bona niga ko eto murango yo manyanga oyo amanyinga ya Yesu, oyo no Yesu. Wakati malaika marudifu akipita apate ya kwamba kule mlango ambao umepakwa damu angeweza kumpita mahali hapo na kuangamiza. Igono na asili yote yangire ko weneka. Ya bene siri ni yakitari yangire. Wala manyinga Yesu sibiri yote ndi yoka. Na ndi kwene atenye ambaye inaweza kidonda ndugu, unapochukua hatua kwa damu ya Yesu ukapata kuoshea, hiyo kidonda kinakauka. Amina. Tunaelewa. Kwa hiyo mina matari chinguru kila samanyinga Yesu. Samia mwenzako kwambia kuna nguvu katika damu ya Yesu. Bwana wewe kitali kwa hiyo ndio kuweka asema otai. Kuna wakati ndio hospitali napewa ile dawa ya kupaka katika kidonda. Lakini sasa nikichukua kikombe cha damu nioshe kidonda ambayo inanisumbua imekuwa miaka kupitia damu ya Yesu kila kidonda kinakauka na ninafaulu. Msaidia amani ya Yesu sibiri yote ndio ndio umeelewa. Amina. Hebu tuangalie Kutoka 12 tuanzie mstari wa 12 na 13 peke yake. Ndio ya sasa kuna Kutoka 12 tuanzie 12 na 13. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaadhibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Amen. Naki aso tukogo ni chenete eso ya Misri ingita abana batangi bonse nechi chintangi chonse nechi nasaye chonse cha Misri ni chigambie inchenicho omorere amanyinga yo alekemanyeryo asi chinyonga chikamurare mamenyete ekeronda abamanyinga gali mitemba tigeriwe nama kwali atazo banyoranywe abasiriye ekeronda akinse ya Misri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, damu ya Yesu ilisaidia Waisraeli wakati walikuwa katikati ya Wamisri. Hawakuwa wanajulikana. Malaika alipokuwa anapita, waliambiwa na Mungu hivi, paka milango yenu damu ya Yesu, ili malaika anapopita usiku mahali popote anapata damu ya Yesu
kwa mlango anapaka kama umepakwa damu ya Yesu. Anapita na nyumba ambayo anapata haina damu ya Yesu. Hiyo nyumba lazima mtoto mkubwa awae. Damu ya Yesu inatusaidia nini? Damu ya Yesu. Kitu cha kwanza, unaposema ya kwamba nimejifunika kwa damu ya Yesu, ninaomba shetani asinione. Nimejificha ndani ya damu ya Yesu. Unapojificha ndani ya damu ya Yesu, hakuna vile shetani anakupata. Akitaka kukuruzia mizani, wewe unakuwa uko ndani ya damu ya Yesu. Yaani damu ya Yesu. Watu wawili wasimama. Leo ndio tafunza mpaka kesho. Naomba tu wa mama. Asante, pigia watumishi wa Mungu makofi mazuri. Kuja na kitabu. Naomba wewe ulale chini, ukae tu chini. Mfunike na kitambaa. Baba, nimejifunika kwa damu ya Yesu. Hata tutafanya sister tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema ya kwamba nimejifunika kwa damu ya Yesu, unajifunika. Nimejifunika kwa damu ya Yesu. Nimejificha ndani ya damu ya Yesu. Ninaomba shetani asinione. Unifiche ndani ya damu ya Yesu. Pumba yangu nimeufunika kwa damu ya Yesu. Hivyo ndivyo damu ya Yesu inafunika pumba yangu. Haleluya. Wakati shida zinapokumba wengine usiku, hii ambayo ilikuwa ikuje kwako inaenda kwa jirani, kwa sababu jirani hakufunika watoto wake kwa damu ya Yesu. Wewe unajua kwamba unifunike kwa damu ya Yesu. Hivyo ndivyo nafunikwa kwa damu ya Yesu. Sasa haupatikani. Yale mapepo yanang'ang'ana kutafuta, lakini unapatikana ukiwa ndani ya damu ya Yesu. Amen. Maana vile unakiri damu ya Yesu, haraka sana Mungu analeta damu ya Yesu anakufunika. Sasa unakuwa ndani ya damu ya Yesu. Tupigie Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kuna nguvu ndani ya damu ya Yesu. Kitu kingine, wakati unashiriki kikombe cha damu na wewe mwenyewe unampokea Yesu, kitu kingine, miaka yako inakuwa michache. Unapata watu wakikaa kwa mikutano wanakuongea, wanasema wewe unafaa kama mtoto mdogo na uone kama umezeeka. Baada ya
bakuana hata wakiongea amanyinga Yesu, damu ya Yesu igagukonya gukuira nikobomoke, inaendelea kukurudisha, unaendelea kuwa mdogo. Miaka kila 50 wacha watu kakora 40. Miaka ikiwa 50 unaonekana mtoto wa miaka 20. Ono janga kiona nitowekera libala manyenga kwa. Sasa ni ngorani wanataka uvae ndio uonekane atumbe. Yesu karasirio mabereba noweke nayo onyo korosi. Sasa hapo kipango yoyote unaonekana mdogo. Amanyinga Yesu, damu ya Yesu irakoire ni abantu bayo barosi baba buya, inarudisha watu wake, inawatengeneza wanakuwa sawa. Mpaka abantu wote ngukugamba kibagoeta. Mpaka watu wanaanza kukusengenya wakiwa wanapita. Bako bora ere nyare batiga baruno je abamoke. Aliacha kombe anaonekana kuwa mdogo. Ere nyare bagende kanisa ndoje ngana abaira mako. Alienda kanisa naona amekuwa mdogo. Kanyenga ranga watiriga abaira mako. Nilikuwa naona ya kwamba amezeeka tena amerudi kuwa mdogo. Kama nyinga Yesu akatorosia. Damu ya Yesu inakutengeneza. Ekele kuwa manyalile Yesu akatorosia kwa babuya. Wakati unampatia Yesu anakutengeneza. Amina. Ekiagala samanyinga Yesu bamoyo mbaro. Kwa sababu kwa damu ya Yesu kuna uhai. Ama no bagimamba. Na uzima huko. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia mtu mwambie kwamba kupitia damu ya Yesu. Kwani unatamani ngobera manyinga Yesu. Unakuwa mdogo. Amen. Amen. Wapi ukiweza challenge hapo? Hebu ndiye itotaya dinga Ndio tukosimama. Wapi ulisa? Ulisanga hiyo. Kuja mbele. Amina. Ukiangalia ukikumbuka picha ile ya kwanza wakati alikuwa wachako. Walikuwa wanaonekana kama watu wamezeeka. Alikuwa anaishi maisha ya kutachana. Yaani alikuwa ajabu na alikujali. Lakini leo hii amekuwa mstaarabu. Amekuwa mdogo. Yaani damu ya Yesu imemtengeneza. Yesu mwenyewe amekuandaa. Sasa ameonekana kuwa mdogo. Kwa hivyo kupitia vile Mungu amemrudisha katika hali ya mdogo, lazima shetani ainuke. Maadui lazima waongezeke. Hawata furahia. Ukiangalia ule mzee wa chifu ule, nguo zake zilikuwa zinataka kutoka. Anasema nimepewa stress kwa hiyo mpaka nimepata stress. Ona saa hii atakuwa na hiyo stress. Hakuna stress. Hata zile nguo za zamani saa hii hawezi vaa. Ona ni kama anaendelea kunenepa bwana. Kuna utamu ndani ya damu ya Yesu. Kuna utamu ndani ya Yesu. Ukiwa na Yesu, mambo ni sawa sawa. Haleluya. Unajua watu nimewaleka kama mfano mahali walikuwa wanakuja. Amen. Unajua ni nini? Shetani saa hii anatuchukia vibaya. Maana tumewanyang'anya makastoma.
Unashindwa ilifanyikanaje mpaka watu wameng'ara hivi? Ni malawa kabisa. Bwana na kwa vijana aliyekuletea. Amina. Amen. Kupitia damu ya Yesu, Wepera mani za Yesu. wapendwa wameng'ara. Wapigie makofi mazuri. Asante sana. Sasa pata nafasi zetu. Bwana nani bala. Muko simami kweli kweli. Ni mama yake nyuma. Unapotembea usianze kujidao. Uko sawa sana. Amen. Amen. Umaeleke maana ule vijana nayo kwa chakoleme. Wakati uko sawa, hata wewe mwenyewe ukitembea, unatembea bila kujishuku. Neti ngati ndo anakunya roho kwenye weka ukitolibia. Tulikumeza ngedero tena maana na kugani. Na kuna wakati ambapo ukitembea, unaanza kujihukumu, hauko sawa. Eti yale majika kwa daromo kwenye vipi vya hivi kwenye kumotami. Maandiko yanasema mwenye dhambi zake huwa zinamtorosha. Amani Yesu. Damu ya Yesu Na ngate chibu. iko na nguvu. Amani Yesu. Damu ya Yesu Moyo moro. kuna uhai. Amani Yesu. Damu ya Yesu Iko kwa kwa moke. inakufanya unakuwa mdogo. Amani Yesu anaokeye miaka. Damu ya Yesu inapunguza miaka. Ndio banyine bakani mukirete para. Ero kayo taka nakani ya banyina ba beke bile. Ine na kanya banyina ba beke bile tatoe. Amen. Hata wamama wamenirukia, wanasema ya kwamba nimekatasha wamama wasifanye vilemba. Ni siku gani nimewakataza? Amina. Oyo weka weka. Mwenye anavaa Oyo takubeka. mwenye hataki kuvaa watu atalipo. Beka mudo igweto kato moreni. Sasa wewe vaa vile uko na amani ya kuvaa. Oyo ko igweto ngingera ne kwake hivi. Kama unasikia kunyoa wewe nyoa. Amani Yesu na baba kama ile kaje bila takayo kutaka bila. Yeye kufanya kuwa hivi. Sio kuvaa vilemba ama kufanya hivi. Amina. Amen. Kama tunashiriki kombe ya Amani Yesu. Leo tunaenda kushiriki damu ya Yesu. Nani ya saiba? Ambia Mungu hivi. Chano yo chanira patukota ipo imuno nyinyi chitete. Huyu shida ambayo imenisumbua haiwezi ikasikia hata madawa. Kipo tunashiriki kombe ya Amani Yesu. Tunakwenda kupokea damu ya Yesu. Iwe na baridi nyinyi yote. Kila aina ya makorokoro yana au wote ya Yesu. Naomba kila viini vya magonjwa viondoke kupitia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Amen. Hakuna vile utakula chakula cha mbinguni na upatie kuhangaika. Chelakendo ora ninda ile igoro ando tikaiko bayo. Hakuna kuhangaika tena. Ora iko na indi. Amina. Amen. Abana bani nikambateni. Wanangu wacha niwaambie. Ana yako atakani kupatisa. Haya maneno nawaambia si ya kubahatisha. Magana yako atanaye tena ni Yesu moya. Haya maneno nawaambia ni ya kweli tena Yesu yuko hai. Tukuli ndani ya bro. Huwezi kula chakula cha mbinguni. Hutaki kuhangaika. Tena huwezi kuhangaika. Amina. Amen. Kula tena somo nini? Unaposimama kwa Bwana. Na useme tena sasa hivi. Na umtumainie huyu Mungu peke yake. Hata mimi na kuinukira. Hata nabii wakikuinukia. Hata nikao tawatu sabuni ya moto shirika pesa ndio kunikaochi kwa somaka. Maandiko yanasema katika Psalms 129. Ina kabisa. Mwana atimaadui. Maadui wetu tangu tulizaliwa walikuwepo. Hadi leo hii wako. Lakini hawajawahi kushinda. Hawajawahi kushinda. Mungu wetu pamoja nasi anatupigania usiku na mchana. Hauwezi kuhangaika ukikula chakula cha mbinguni. Mungu hawezi akakuacha ukahangaika. Maandiko yanasema Mungu hawezi akakutumika kabla ya kukuponya. Anakufanya ndivyo akutumike. Haya mambo ninawaambia ni ya ukweli. Na Yesu yuko hai. Wakati unapokea uzima wa kale. Mpokea.
kwa imagination ati nilikuwa nimenyamaza hivi nikaona sanduku mbele yangu. Hapo ni kama kwa imagine. Wakati umempokea Yesu akiwa ndani yako, unapata ushindi. Ukipata ushindi, watu wanasema unalinga. Wanasema unalinga na utawalingia. No. Yesu akorosini. Yesu alitengeneza. Amina. Amen. Iko baba chikokorana sana Yesu bwana. Iko baba chikokorana ukweli lakini tulikuelewa. Nayo ya. Wanapokuangalia wanakuona unalinga lakini utalinga wewe ni yule yule. Ndio ndio. Na jina kuika bado telinga. Lazima wakutafutie. Lakini wanapiga. Hapo wanakupa jina. Ushindi na bakosalia ingine mtu korocho hata wakikaribia China unaangalia mbele sana mtu korocho ndio watu wanaendelea na siku kwa ile watu wale maana nani na watu ndio kwa huo hata ukiamua usiulizie angalia mikono wewe angalia mbele ama ningana kama mimi sijaona Andiko linasema kwamba hao maadui mnaowaona leo hamtawaona tena. Yes, sawa. Amen. Ona leo kumetiki vitina viko nyani. Tikama kwa. Sasa unaogopa kwamba vitina vimekulemea. Hebu nyasai, ambia Mungu hivi. Kama neno kabisa bane, Mungu maadui wangu. Ai kila watu wanataka na kuchukua. Watu kila wananang'ania ndio kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na badali na boko wala litaishirini beke munime. Kama beka motubara. Iye kunia mkutoweka imesima. Ni wana. Eke wako nyanga kinkie kwa sababu ya sababu kukundoleza kanyo kocha. Ukinunua kile kazi ya mafuta weka kwa gunia chafu ndani. Tika kama ni hiyo. Wacha kubeba hivyo. Mkuono hapa chiko. Amen.
Amina. Yakobo ile sukari kilo 25 kwa tu. Iye kuna sahihi. Wacha kubeba sukari kilo 25 kwa kichwa. Tafuta gunia ya makaa weka ndani. Ama ingawa tawaje kila kwa yote, oh iko machanga karone meendo. Iwe watu wa kiungo ngai. Tuko kwa ngai. Watu ngai kwa komendari wewe sukuru. Tuale kwa wewe. Wakati tumempokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatupa hekima ya kushinda ile ya shule. Ndio tunaendelea kusoma. Amen. Amen. Tupige Bwana Yesu makofi. Tunamaliza. Hebu Yohana 6 tuanzie 48. Tunaenda kumalizia hapo sasa. Yohana 6 tuanzie tumeenda masaa mengi sana. Tunamalizia hiyo Yohana. Yohana 6 tuanzie 48. Incheno gati bobogima chisoko cheno chialete mano aseroro na bala balakwa oyo no ro gati oikire ko bayiboronga montonde byansi oyango rano yetakwa incheno gati bobogima oyo yete ko bayiboro omontokara ari mugati oyo nabe moyo wikakare nakare na omugati ndakwente asenye chiyo bogima byense no muberoya on. Tusome mpaka viki tumalize tufunge. Eliama Yahudi bakamera ni barabasa barabuka kabora. Na kyomo toyo ana nyale batu mu biro yetulie. Yesu akabetenya ekene na abatenya. Ekene na abatenya. Motali etyomo bere oyo mwana bantu na konya maninga aleti moli no boyi mayimeyo. Oyo koyo mo bere one na koyo maningane na ale no boyi manga kale na kale. Naite ni moboke asali tukoyo mayo ekyagero mubero nini nagera yakene na mani kane ne kenyuwa yakene oyo koyo mubero na koyo mani kane ni ga kobe ni meyane na ite meyayo una tatane moyo antumite na ite moyo asengete ya tatana boyo kodia na ale moyo asengete ya amen. So 48 inasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake, kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mazoezi ya mwili. Mazoezi nalo yote. Amen. Amen. Kuna mazoezi ya mwili ambayo unafanya mwili unapungua. Mazoezi nalo ayo mubero kora ndio mubero kema. Choto inatoka. Ukibelera lyango. Amen. Amen. Na hiyo ni mzuri. Ndio ndio. Na tunastahili kufanya kwa sababu ya kuandaa mwili. Nani neno nitokore ase kuchokora sio mubero. Chazo ikitoka. Ekele ibigalibia kule. Madaktari wanasema pressure na chumvi inafanya nini? Inapungua. Ekele ibigalibiko kama daktari hata pressure na mlo. Lakini damu ya Yesu Amanyika Yesu ni zaidi ya mazoezi ya mwili. igare wetani kama zoezi yo mubero. Tunaposhiriki mwili wa Yesu na damu, kikombe cha damu, Ekele toka nyondo mubero Kristo ama ya kwamba jamaa inga Yesu.
Wapendwa, tunakuwa na mazoezi mazuri ndani ya mwili. Inashinda hata pia mazoezi yote. Kwa hivyo kuna umuhimu ndani ya damu ya Yesu. Zaidi ya yote, wakati unapoenda kushiriki kikombe cha damu na mwili wa Yesu, nakamata kuwase kusema hivi, wewe unajua magonjwa yaliyo ndani yako, na unajua kuna yale haujui, unaanza kuyalaani kupitia damu ya Yesu. Unasema kupitia kikombe cha damu na mwili wa Yesu, nimelaani kila aina ya kadhalika ya magonjwa ambayo yako ndani yangu, yale ninajua na yale ambayo siyajui. Lakini kwa yale unayajua unayataja chini. Maana kila magonjwa yako na majina, na ukisema jina linasikia, inatoweka kupitia kikombe cha damu. Amen. Sasa wale ambao wanashiriki tukuje mbele, tushiriki baadaye ndio tutoe sadaka.